Kama unavyojua, Papa Francis amekufa siku ya Jumatatu asubuhi na anatarajiwa kupumzishwa leo siku ya Jumamosi katika jiji la Roma nchini Italy. Na mamia kwa maelfu wanatarajiwa kuhudhuria mazishi yake leo, wakiwemo viongozi wakubwa wa nchi mbalimbali kama Donald Trump rais wa Marekani na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na rais wa Argentina Javier Milei. Hawa ni viongozi ambao ni nadra ama ni vigumu huwezi kuwakuta kwenye chumba kimoja katika eneo moja. Kwa hiyo tunatarajia mengi kuyaona kwenye mazishi haya. Kwa hiyo nini kitatokea kwenye msiba wa Papa Francis huu na nini kitafuata kwa kanisa Katoliki baada ya msiba huu kuisha? Ripoti hii inaeleza zaidi. Kama kawaida, wakati mwili wa Papa utakuwa unawekwa kwenye jeneza, utakuwekwa kwenye jeneza lililo wazi katika kanisa la Mtakatifu Petro hapa Roma. Ndani ya masaa 24 zaidi ya watu 50,000 watavuka muda huo kwa ajili ya kuangalia mwili wa Papa ukiwa kwenye jeneza lililo wazi, na wengine wataaga hapo kesho. Papa Francis alikufa siku ya Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88 na atahifadhiwa huko Roma katika eneo la Santa Maria. Watu watakusanyika katika mnara wa St. Peter's Square. Utafuatiwa na ibada ya mazishi na itakuwa ndio mwanzo wa siku 9 kumradhi za mazishi. Swali kubwa linalobeba mazishi haya ni nani atakuwa mrithi wa Papa. Msiba unahudhuriwa na watu wazito kisiasa na viongozi mbalimbali wa kidini, akiwemo rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye yeye Papa alimkosoa wazi kwa mpango wake wa kuondoa wahamiaji haramu nchini Marekani. Pia rais mwingine atakayehudhuria ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Italy, Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, Andrzej Duda, rais wa Poland, rais wa India, pia waziri na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, pamoja na mwanamfalme William, Rais Nancy Lula da Silva wa Brazil pia anatarajiwa kuwepo maeneo hayo. Na utakumbuka kwamba Brazil ndio nchi ambayo ina waumini wengi sana wa dini ya Kiroman ama Roman Catholic. Kwa viongozi wengi sana wanatarajiwa kuhudhuria katika msiba huu. Nani ambaye hatahudhuria, ambaye tarajiwa kuhudhuria ni rais wa Russia Vladimir Putin. Yeye ni kiongozi mmoja hapo mkubwa ambaye ameweka wazi kwamba yeye hataweza kuhudhuria mazishi hayo. Kwa hiyo msiba huu ni msiba mzito na maelfu watarajiwa kuhudhuria siku ya leo na msiba wa Papa. Na katika vitu ambavyo watakumbukwa ni kupinga mauaji ya raia wa Gaza, mauaji ya Sudani, pamoja na mauaji mengine mengi yanayotokea maeneo mengi duniani. Ikiwemo pia alikuwa moja hapo ya viongozi wakubwa kabisa ambaye kwa uwazi alipinga swala la Donald Trump la kuondoa miaji haramu, na pia ni moja hapo walisapoti amani kutokea kati ya serikali ya Marekani pamoja na nchi ya Cuba.
Basi tutarajie ni nini kitatokea baada ya mazishi haya, ama ni nani atakuwa papa mpya